Athari ya mafuriko yaliyoshuhudiwa Ijumaa yamedhihirika katika shule kadhaa hapa jijini, huku shughuli za masomo zikitatizika kufuatia uharibifu maeneo mengi. Katika shule ya msingi ya Kware, wanafunzi na walimu walilazimika kusafisha tope na uchafu baada ya madarasa kufurika na kusababisha maji taka kuingia ndani ya shule hiyo. Idadi ya watu waliofariki kutokana na mafuriko hayo sasa imeongezeka na kufikia watu 44. Wanafunzi hawa kutoka shule ya msingi ya Kware eneo la Mukuru hapa jijini Nairobi walilazimika kusitisha masomo yao Jumatatu asubuhi ili kusafisha shule kutokana na mafuriko ya Ijumaa usiku. Madarasa yalikuwa yamefurika huku vitabu vikilowa maji. Mwalimu mkuu wa shule hata hivyo alidinda kuzungumza nasi. Katika shule ya msingi ya Lady of Mercy eneo la South B, masomo pia yaliathirika baada ya shule hiyo kukosa umeme tangu Ijumaa kufuatia mvua iliyoangusha nyaya ya stima katika shule hiyo. Kulingana na mwalimu mkuu, hali ilikuwa mbaya zaidi wikendi. Nilikuwa hapa. Wanangu ndio waliokuwa kwenye boma, wakasikia mripuko tu wa kitu ambacho kimeanguka. Toka wakaona ni cheche za moto zinatoka, cheche za moto. Mmoja alibahatika katoka akaja kuniita mpaka mahali nilipokuwa, akaniambia, baba, kuna mkasa ambao umetokea nyumbani. Kamuuliza nini? Kaniambia ni kikingi cha stima kimeanguka na kinatoa moto. Children are not able to move freely in the field and play in the field, and they are not even able to eat from the field because the place is full of water. There is a class, because of the leaking roof, the ceiling fell. And luckily, because it was on a weekend, there were no learners, so we managed to remove the ceiling. We normally have our revision classes in the evening and even early in the morning. But the one in the evening, we are so much stranded and we are so much worried that we may have the floods, we may have the heavy rain, like what happened on Friday. So it is forcing us to release the learners earlier. Uongozi wa shule hiyo ukitaka serikali ya kaunti kuangazia majengo yanayojengwa kando ya shule bila kuzingatia miundo msingi kama mabomba ya maji taka. We really felt the effect, and we would wish to request the government and the county government to at least to construct the drainage system so that at least we don't have floods affecting learning. Katika kaunti ya Makueni, familia ya mwalimu Richard Kioko wamekita kambi kando ya mto Siluni kwa siku 3 wakitumai kupata mwili ya mwalimu huyo ambaye alisombwa na maji akivuka mto huo. We are really disturbed and we need some help. Any government, any leadership that can help us would be of great help, because we are grieving, and we have managed to retrieve one body which we have handed over to the police. One body is missing along the river. We have conducted search and recovery along the river, but we have not managed to recover his body. Kulingana na kitengo cha usimamizi wa maafa kaunti ya Makueni, angalau watu 10 wamesombwa na maji katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.